Nami binafsi nachukua fursa hii kutoa wito na kuomba Mheshimiwa Rais aondoe kesi hii kwa sababu inatutukanisha kama taifa. Aiondoe hii kesi kwa sababu inatuondolea kipato nation kwa sababu hatuwezi kupata watalii. Aondoe kesi hii kwa sababu imetuingiza katika tunasema katika mfumo wa kidunia kuwa na taifa ambalo linaendeshwa kifalme. Unajua katiba ya nchi inamtambua rais kama Mungu anayezungumza. Kwa sababu kwenye mamlaka ya katiba inasema rais anao mamlaka ya kufanya jambo lolote pasipo kushauriwa kadri atakavyoona yeye inafaa. Mtu huyo ni nani? Ni Mungu peke yake. Sasa kwenye nchi kupitia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hiyo iliyotungwa na genge la wachache mwaka 77 ni sawa na Mungu tunayemwona. Sasa kwa utaratibu huu, kwa sababu anayejua dini na kama ana hofu ya Mungu, amwachie haraka Mheshimiwa Lissu ili twende kwenye mapambano ya kutafuta reforms za kikatiba na twende kwenye uchaguzi ulio huru na wa haki. Tuionyeshe dunia kama ambavyo Chadema ilifanya uchaguzi wake wa ndani ya chama. Dunia iliona namna ambavyo kura ya mpiga kura inapata wajibu na haki kikatiba. Tulionyesha hivyo, tulifanya kama chama, tulikuwa tunaiambia dunia kwamba Waafrika tunao uwezo wa kufanya chaguzi za huru na haki. Tunaomba Samia ajifunze kusoma uchaguzi wa Chadema uliofanyika tarehe 21 mwezi Januari mwaka huu kuwa funzo la hicho wanachokiita wao ni mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi wanaoifanya. Ni sawasawa tu wamepaka rangi ng'ombe, wameipiga lipshai. Katiba ya nchi inazungumza kutakuwa kuna tume ya uchaguzi. Wao wameandika kitu kinaitwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Inakinzana na takwa la kikatiba. Kwa hiyo wito wangu, ndugu waandishi wa habari, tumewaita hapa ilikuwa ni kuzungumza mambo haya muhimu sana ambayo tumeona, na hatutasita kuja tena hadharani kuzungumza kama watatokea wengine sawa na niliyemtaja hapo kwamba wanapingana na no reform no election. Sisi tumejipanga kuhakikisha kwamba tunatetea taifa hili kama viongozi wa chama, kama wananchi ambao tunapenda mabadiliko, tunapenda haki na uhuru na uwazi.